Nazareti uliye hai mtakatifu. Yehova mweza wa yote, wewe ni mtakatifu, maana jina lako ni jina takatifu. Nawe ni Bwana uketie juu ya mlima mtakatifu, na upendezwa na watakatifu waliopo hapa duniani. Na Baba, hao watakatifu waliopo hapa duniani wamekusanyika mahali palipo kwa jina lako, ili wapate kukutukuza, wapate kukusifu Baba. Na Baba, wanavyokusifu na kukutukuza Baba, warehemu, jitwalie utukufu katika afya zao, katika nafsi zao, roho na mwili, katika uchumi wetu, katika taifa letu. Na Baba, ukiongoza viongozi wetu vizuri, ukiwapa afya njema na amani yako ikitamalaki katika taifa letu. Baba, ujitwalie utukufu hata katika mataifa yote, ukiwapatanisha viongozi wa dunia Baba wa rehema, ili amani hiyo Baba ilete nafasi ya injili ya kweli kuhubiriwa Baba, na injili ya kweli Baba ifikie watu wote, ikiwaongoza Baba kujiandaa na ujio wa Yesu mara ya pili. Na Baba, tunapoanza sehemu ya kwanza ya maswali na majibu Baba, tutakapouliza maswali yetu Baba wa rehema, utujibu Baba wa rehema, maana kiu yetu ni kukujua wewe Baba. Tujuapo neno lako Baba wa rehema, tutakuwa tunakujua wewe. Na Baba, katika neno lako, wenye udhaifu Baba wa rehema, wenye tabu, wenye shida, wenye matatizo ya kila aina Baba wa rehema, neno lako Baba ipate kuwaumba tena upya. Neno lako liwe ni suluhisho katika matatizo yote yanayotatiza Baba wa rehema maisha yao. Nami nashukuru jina lako Bwana, maana hata kwa wale wanaotufuatilia kutoka nchi za nje utawagusa, na Baba umbali haitakuwa ni kikwazo kwao Baba wa rehema kutokupata Baba kile ulichoandaa kwa ajili yao. Gusa waliopo Ufaransa, Uingereza, Marekani na mataifa yote yanayotufuatilia Bwana. Nami Baba unitumie kama chombo chako, nisiseme aliyo kwangu, bali useme aliyo kwako kwangu Baba wa rehema, na jina lako likizidi kutukuzwa, na katika jina kuu lipitao majina yote ya Kristo Yesu, na wote tuseme amen. Amen. Basi na kuomba makofi makubwa huku kiketi mbele za Bwana, na kuomba ukae mbele za Bwana. Na bila kupoteza nafasi, hichi kipengele cha kwanza ni kuuliza maswali na kujibiwa. Bila shaka leo mimi nataka tuulize maswali kutoka kwenye kitabu cha Ruti, maana kila mtu anayo pamphlet ya kitabu cha Ruti, na ukae mkao wa kuulizwa maswali ya kumwaga. Kila mtu anaye kitabu chake cha Ruti. Nione wale wenye vitabu vyetu vya Ruti tukipunga tukisema haleluya, haleluya, haleluya. Yenyewe hata itoki, lakini mimi sijali. Jina la Bwana litukuzwe tu, amina. Hata kama unayo hauna, utajua mwenyewe, maana kitabu cha Ruti tulishapitia, amina. Leo hebu tuitendee kitabu cha Ruti haki. Nini? Nataka maswali kwenye kitabu cha Ruti, na mimi nitakuwa nauliza maswali. Ni upanga ukatao kuu. Haisifanye nikate tu mimi, itakukata na wewe. Nakaribisha swali la kwanza kwenye kitabu cha Ruti. Haukujua? Ukujua, lakini utajua tu, maana waliyekuwa wajui sasa hivi wanajua. Swali la kwanza kwenye kitabu cha Ruti. Kwanza, Ruti ni kitabu cha ngapi? Ruti ni kitabu cha ngapi kwenye Biblia? Ndio maana nimesema hivi, cha nane. Sawa. Kimeandikwa na nani? Mwandishi wa kitabu cha Ruti ni nani? Umeshangaa? Ndio maana nimesema hivi, tutakwenda sambamba leo, amina. Kwenye habari za maswali na majibu tunaruhusu jino kwa jino, jicho kwa jicho, lakini nje ya hapo hakuna kitu kama hicho. Hebu uliza swali na mama shangaa. Amina. Nilikuwa na nisaidia hapa. Roho Mtakatifu asipokusaidia watakusaidiaje? Kwenye urithi. Urithi. Alisema kuwa na nini? Elimeleki Boazi atamwinulia na nini? Urithi. Boazi atamwinulia nani urithi? Elimeleki. Sasa hapa kumwinulia urithi inamaanisha nini? Yaani yule Boazi, wale watoto wakizaa wataitwa kwa jina la Elimeleki au kwa jina la Boazi?
Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Torati ilikuwa inasema hivi. Torati ilikuwa inasema ya kuwa kama mtu akifa na alikuwa ameoa mke lakini hajapata watoto, basi ilikuwa ni jukumu ya mtu mmoja wa jamaa wa karibu wa mtu huyo. Inawezekana ikawa ni mdogo wake, mkubwa wake, ama upande wa baba zake, kama hapana katika nyumba yao. Yule aliye wa karibu alitakiwa amchukue mke wake, amfanye kuwa mke wake, lakini watoto anayewazaa, bila shaka mtoto wa kwanza alitakiwa abebe jina la marehemu, ili marehemu jina lake lisipotee, lakini urithi naye awe nayo. Sasa kilichofanyika ni nini? Kilichokuwa kinafanyika ni, ilikuwa ni sheria kwenye Torati, na ndiyo maana mtu aliyekataa kumuinulia ndugu yake nyumba ama jina ama uzao, mtu huyo alitakiwa avue kiatu, lakini alitakiwa yule mwanamke amtemee mate, alafu ampe jina la nani aliyekataa kumuinulia nini nduguye urithi ama nyumba. Lakini kiatu chake hicho alitakiwa ampe mtu aliyekuwa tayari. Alikuwepo mtu wa kwanza aliye wa ndugu wa jamaa wa karibu, alafu alikuwepo wa pili. Ndio maana Boazi hakuwa ni wa kwanza, Boazi alikuwa wa pili. Wa kwanza ni yule aliyekataa, kwa sababu alihofia urithi wake asije akafanya nini, akaupoteza. Ilikuwa ni desturi ya Torati. Lakini kwa nini ilikuwa hivyo? Mungu alipoingiza wana wa Israeli katika nchi ya ahadi ama agano, kila kabila katika yale makabila 12, ama kwa lugha nyingine katika makabila 13, kabila moja haikuhesabiwa, lakini ilitambulika kwa sababu walipewa miji. Kabila la Lawi, lakini kabila la Rubeni, kabila la Simeoni, kabila la Yuda, kabila la Isakari, Zabuloni, Gadi, Asheri, Dani, Naftali, Benjamini, Manase na Efraimu. Hao walikuwa ni makabila aliyetengeneza taifa la Israeli. Lakini taifa moja la ziada ambao ni taifa la Lawi, kabila la Lawi, wao hawakupewa urithi wao kama urithi, bali walipewa miji 48, na katika miji 48, miji 6 ilikuwa ni miji ya makimbilio, kama tulivyoona kwenye kitabu cha Yoshua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kinachofanyika, kila kabila ilipewa urithi wake, na ilikuwa ni mwiko. Urithi wa kabila la Benjamini kwaendea kabila la Manase. Ndiyo maana ilikuwepo jambo la kumwinulia mtu nini, uzao, ili sasa kinachotakiwa ni nini, urithi wa Benjamin ilitakiwa ibakie katika wa Benjamini. Ndiyo maana ingetokea mtu wa nje amepata kuinunua kiwanja ama shamba ama kitu kisichohamishika iliyekuwa ni ya kabila moja na yeye wa kabila lingine, ilitakiwa ikifika mwaka wa Jubilii nini, urithi huo irejee kwa wamiliki wa awali. Bwana Yesu asifiwe. So hiyo ndio maana nini, ikabidi sasa Boazi afanye nini? Jambo la kwanza, inunue kiwanja ama shamba iliyokuwa mali ya Elimeleki. Maana Elimeleki inaonekana waliuza mali yao wakisema bwana, tutakwenda huko bwana, tutajiwaga mbele ya safari. Wakaenda kule Moabu, lakini sasa kurudi hawakuwa na chao tena aliporudi Naomi na Ruti. Ndio maana Boazi jambo la kwanza ilikuwa ni kununua nini,
kwa nunua kiwanja kirejee katika miliki ya familia ya Elimeleki, alafu hatua inayofuata sasa ni kuinua sasa mrithi ambayo angebeba sasa jina la Elimeleki. Lakini cha ajabu kilichonishangaza ninapokwenda kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1 na mstari wa 5, sipati ikiitwa nani, ikiitwa ya kuwa Obedi alikuwa ni mwana wa Elimeleki. Kumbe mtu anayebarikiwa jina lake linaingia pale pale. Jina la Boazi ikaingia kwenye sehemu ya jina la Elimeleki. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa kwanza. Sema jina langu litaingia kwenye majina ya urithi katika ufalme wa Mungu. Umeona, Boazi alikuwa ni mcha Mungu. Salamu yake ilijaa sala, ongea yake ilijaa sala, matendo yake yalijaa sala, na hayo yanatakiwa katika waumini wa sasa. Je, ongea yako ikoje? Unasalimieje watu? Mimi mnaniuzika saa ingine kweli mkinisalimia ati shikamoo. Wewe usiwape watu shikamoo hapa mjini wewe. Tusalimie kibibilia, sisi ni wana wa ufalme wewe. Amen. Shikamoo. Alitoki. Lakini ungeniambia Bwana akubariki, ningekuambia Bwana ainue uzao wa tumbo lako. Muona sasa imekaa vizuri, itakaa vizuri. Bwana kulindwa ingiapo na utokapo, nao uitwe mbarikiwa. Ningesema kwa akuangazie njia zako uendapo, na mabasi kupate. Imekaaje hapo? Hebu pigia Bwana makofi kama imekaa vizuri. Tungeongea Biblia, tungewaza Biblia, tungeketi kwenye Biblia, tungelala Biblia, tungewaza Biblia, tungerukaruka Biblia. Nini? Ungejua Biblia. Mbona Kiswahili unateremka? Mbona Kiswahili unasuka? Mbona Kiao unashuka wewe? Mbona ikupigi chenga? Maneno yako machache kwenye Biblia. Biblia ni ile ile jana, leo na kesho. Unaweza ukajua, lakini huwezi kujua pasipo kuongea. Nimesema tusalimiane kwa Biblia hapa, wengine hawataki. Wakija hapo, bwana mchungaji, unadhani mimi nimeshagombana naye? Nipe haki yangu. Kitabu cha Ruthi imejaa neema. Boazi anaambia wale wafanyakazi wake, anasema Bwana awe pamoja naye. Wao wanamwambia Bwana akubariki. Imekaa vizuri. Lakini tunatakiwa tufikie hatua sasa, tutoke kwenye mchezo na tuonekane watu wa Mungu. Nione anayesema kuwa mimi nataka nionekane mtu wa Mungu. Ukipunga hivi utaonekana kwa kuvaa vizuri, utaonekana kupiga kiatu kizuri, utaonekana kwa kuchana nywele zako. Mama na mama watu walisema ukijiflash wewe na ukijiedit. Kuna baba anajiflash, wamama wanajiedit. Hata kujiedit kwako huwezi ukaonekana pasipo kuongea neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana akubariki sana. Haleluya. Bwana atitukuze ndani yako. Bwana angaze njia zako. Bwana aseme na wewe kwenye ndoto. Bwana akupe hekima na maarifa. Bwana abariki uzao wa tumbo lako. Na wewe pia ubarikiwe. Haleluya. Bwana atukuzwe kwenye taifa letu. Haleluya. Na wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Bwana kuangazie njia zako. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Inawezekana. Sema inawezekana. Inawezekana. Kuanzia leo. Sala yangu. Sala zangu. Zitajaa kila mahali. Kwenye maneno yangu yatajaa sala. Salamu yangu itajaa sala. Ongea yangu itajaa sala. Mawazo yangu yatajaa sala. Umeona sasa kinachofanyika nini? Ukiweka akili yako ya kuwa utakaposalimia mtu taje neno la Mungu, basi kinachofanyika, neno la Mungu linaanza kuwa hai ndani yako. Imeandikwaje? Imeandikwa neno langu likae ndani yenu kwa wingi. Sema neno langu likae ndani yenu kwa wingi. Neno litakaje wingi kwa ndani yako pasipo kuongea neno? Lakini hii itakutupa neema ya sasa. Umenisalimia leo na andiko moja, mimi nimekuwa nimelishikilia. Ukija tena kuambia Bwana mimi sitaki hiyo, badilisha.
So hiyo inakupa nafasi ya kutafuta maandiko mengine, naye ndicho kinachonifanya niwe mpya kila siku. I am new every day because of reading the Bible daily, and that makes me to be somebody who is new every day. Nasema hivi, mimi ni mpya kwa sababu ukinikuta leo, wala hata niliyoongea jana nawezekana nisiongee tena. Nikiomba leo, huwezi kuona nimerudia kuomba hivyo. Nasema hivyo takatifu Bwana. Huu ni wakati wa kizazi hiki sasa ijikite kwenye neno la Mungu, maana tuache hizi bla bla. Ongea yako ijae sala. Umeona kwenye kitabu gani? Kwenye kitabu cha Ruti unaona kabisa ya kuwa hata Naomi, Ruti anarudi amebeba nini? Yale mazazo alienda kuokota nyuma ya wafanyakazi wa Boaz. Amebeba, anarudi. Anasema kuwa Mungu abariki aliyefanya nini? Aliyekujua. Mungu abariki aliyekujua. Hajaambiwa kuwa Boaz ndiye aliyemjua nani? Umeona sasa? Naomi anaongea, anatamka neno la Mungu. Hata Ruti aliyekuwa mgeni hatimaye anaanza kujifunza maisha ya taifa la Israeli na kupata kufiti vizuri kwenye agano la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ruti ina mema mengi. Wadada ambayo jaolewa, wamama walioolewa, umekuwa hivi kwenye chungu moja na mama mkwe wako, jifunze kwa habari za Ruti. Ruti alimtendea mema mama mkwe wake, na hatimaye mama mkwe akasema, sasa na mimi nikutafutie nini? Raha. Aliyemtafutia Ruti raha ni mama mkwe. Lakini wewe mama mkwe mwenyewe utaki hata kumsikia. Akija kwanza unasema ananuka. Hata kama ananuka yeye ndio mzaa chema Bwana. Amen. Hata kama ananuka yeye ndiye aliyembeba huyo anayempenda tumboni mwake miezi kadhaa. Hebu mama tubadilike. Tunataka kuona kizazi hiki kikijawa na mema. Amani itakuwepo kama watu wa makanisani umeona Biblia haiwezi kawa na impact kama tusipojifunza vizuri kitabu cha Ruti wa mama. Kitabu cha Ruti. Na kitabu hicho kimebeba sura ya familia ambayo ilimtumikia Mungu ama ilimcha Bwana wakati mgumu ambayo taifa la Israeli ilikengeuka. Bwana Yesu asifiwe. Sijaanza kufundisha hata kuhubiri. Hebu nikaribishe maswali mengine. Naona kama nataka kushuka tu. Hebu nipa swali lingine tena. Swali kwenye kitabu cha Ruti, na mimi nataka nikupe swali. Mimi ukinipa swali na mimi nakupa swali. Imekaa vizuri, si ndio? Amen. Usiogope. Maana Bwana yu pamoja na wewe. Swali langu ni kwamba kabla hujauliza swali, hebu niambie majina ya familia. Hiyo familia moja iliyokuwa inampa mcha Mungu, ambayo familia hiyo imeongelewa kwenye kitabu cha Ruti. Ni familia ya Elimeleki. Elimeleki. Mke wake aliitwa nani? Aliitwa Naomi. Elimeleki maana yake Bwana ni Mungu wangu. Na mke wake Naomi maana yake ni kicheko. Na mtoto wake alikuwa mtoto wa kiume wawili, Maloni kushindwa na Kilioni mdhaifu. Swali langu. Umesema hebu rudia. Nikanakosa sijakupata vile. Hebu nimepitwa, hebu rudia. Ulikuwa unasema Elimeleki maana yake nini ile? Yaani familia ilikuwa ni familia Elimeleki ndio baba mwenye nyumba. Ambaye maana yake ni Bwana Mungu, ni Mungu wangu. Na mke wake alikuwa anaitwa Naomi, maana yake ni mtu mwenye furaha au kicheko. Walikuwa watoto wawili wa kiume. Hao watoto waliitwa nani na maana ya jina hao watoto? Maloni. Maloni maana yake nini? Maloni ni kushindwa na Kilioni mdhaifu. Endelea. Swali langu ni kwamba ile mali ya Elimeleki ambayo alikuja kununua Boazi, Naomi alikuwepo, na sheria kwamba ile mali inatakiwa bakie kwa ile mama.
Sasa kwa nini alinunua? Ina maana pia katika kununua na Naomi alinunuliwa au inakuwaje? Kinachofanyika ni hivi. Ukisoma Biblia Kiswahili tu, bila shaka usipokuwa makini utabaki njia panda. Kununua haikuwa na maana gani? Kununua haikuwa na maana ya kuwa alikuwa ananunua kutoka kwa Naomi. Hapana. Ina maana mali za Elimeleki alipokuwa anaondoka na familia yake, bila shaka iliuzwa. So waliporudi sasa, Boazi alitakiwa komboe kama ilivyoandikwa kwenye Mambo ya Walawi sura ya 26, ukianzia mstari wa 20 ukishuka chini, utaona ya kuwa inatakiwa mtu mwenye uwezo katika familia ainunue ili ibakie katika familia. So kinachofanyika, Boazi alisiati alinunua kutoka kwa Naomi, alikomboa kutoka kwa aliyekuwa anamiliki wakati familia ya Elimeleki ilikuwa imeondoka. So ina maana alivyonunua, ina maana alinunua lakini kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Naomi, lakini sio kwa ajili ya Naomi tu, kwa ajili ya mtoto aliyekuja kuzaa na Ruti ambayo ni Obedi, lakini ikiwa katika umbari wa nani? Umbari wa Elimeleki. Bila shaka umepata. Nani mwingine mwenye swali? Bado swali la pili. Swali langu la pili kwamba Mungu aliwaua wote kwa pamoja, Elimeleki na watoto wake. Na nilikuwa nikisoma kwenye kitabu. Una uhakika Mungu aliwaua? Una uhakika Mungu aliwaua Elimeleki na watoto wake? Aliondoa mwenye uhai, aliondoa duniani, aliondoa kwa duniani. Sasa nilikuwa nikisoma kwenye kitabu nasema kwamba kwenye ile kumbukumbu kwamba hao watu walikatazwa wasichangamane na yale makabila 7 ya kule Kanaani. Lakini watoto wakaenda kwa kule kwa Moabu. Na pia kwenye zile yale maandisho mazito yanasema kwamba pia inawezekana kwamba huyu bwana akumwambia Bwana mipango yake, anatoka mwenyewe kwenda katika nchi ambayo watu tayari walikuwa mkono wa Bwana na sasa Bwana alikuwa juu yao. Sasa ile sana nashinda kuelewa kifo chao ilikuwa ni kwa ajili ya hayo Mungu alikusudia. Siku zao zilikuwa zimekwisha. Hiyo inakuwaje? Ni shinda watu watatu kwa mmoja wanaondoka ni kifo. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Amen. Biblia ili uielewe lazima uelewe maeneo yote. Kwa nini Biblia ni ngumu kuielewa? Kuna maeneo ambayo ukisoma kwenye Biblia huwezi ukayaelewa pasipo kuelewa maeneo mengine. Unaposema vitabu vya Agano la Kale, unaposema Agano la Kale, when you are talking about the Old Testament, you are talking about one nation, that is the nation of Israel. Unapoongea habari za Agano la Kale, kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki, unaongea habari za taifa moja ambalo ni taifa la Israeli. Sasa unapoongea habari za taifa la Israeli, uhitaji kuongelea taifa la Israeli wakati wa kitabu cha Ruti ambao ilikuwa ni wakati wa maamuzi. Unatakiwa urudi kwenye kutengenezwa taifa la Israeli ambayo inaanzia kitabu cha Mwanzo pale kwake Ibrahim, na uje uone ya kuwa kabla ya sheria ambao ni kipindi cha mababa wa imani ambao ni Ibrahim, Isaka na Yakobo, mambo yalikuwaje? Mambo hayakuwa mbali sana na sheria, maana kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 30 na tunaona ya kuwa Yuda akashuka akaenda Kanani, akakaa karibu na rafiki yake nani yule? Mwadulamu. Mwadulamu alikuwa ni mzee wa mpango wa kando ama mpango pana. Akamfanyia Yuda mpango, Yuda akapata binti nani yule? Binti Shua. Yuda akaoa, lakini mpiga mipango alikuwa ni Mwadulamu. Muona sasa? Lakini kumbuka, Yuda akazaa mtoto wa kwanza alikuwa anaitwa Heri, akazaa mtoto wa pili alikuwa anaitwa nani? Mtoto wa pili alikuwa anaitwa nani?
Onani mtoto wa tatu alikuwa anaitwa nani? Onani alikuwa mtoto wa tatu. Sipaje nikutandike. Mtoto wa tatu alikuwa nani wa Yuda? Sela, sawa. Muone sasa. Lakini Eri akatenda mabaya, Bwana akamuua Eri. Lakini Eri tayari alishamuoa mwanamke. Huyu mke wake alikuwa anaitwa nani? Mke wa Eri alikuwa anaitwa nani? Mke wa Eri alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Pilipili usia ile na kuashia ni mama nani? Mama bwatwa. Alikuwa anaitwa nani? Mke wake Eri alikuwa anaitwa mke wake Eri alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa mke wake Eri alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Tamari. Sasa kilichofuata ni nini? Kabla ya Heri kupata mtoto na Tamari, Heri alikufa, maana alitenda mabaya, Bwana akamua. Lakini Onani akakataa kumwinulia nani nini? Kumwinulia Heri nini? Uzao, kwa kujamiana na Tamari, na badala ya kuweka mbegu ndani akaweka nini? Nje. Bwana Yesu asifiwe. Na kilichofuata ni nini? Bwana akafanya nini? Bwana akampiga, na hatimaye sasa akaogopa huyu mzee Yuda kumpa Tamari Shera. Lakini umeona ndivyo ilivyokuja kuwa kwenye nini? Kuja kuwa kwenye sheria ambayo Torati ilitaka ya kuwa iwepo kuinulia mtu nini? Kuinulia mtu bila shaka uzao. Lakini sheria sasa iliwafanya Waisraeli wasioe katika mataifa mengine, wasichangamane na watu wengine, kwa kuwa Mungu alitaka ije itoke mbegu njema katika taifa la Israeli. Ndio maana hiyo mbegu njema ilipokuja ikatoka, ambayo ni Yesu Kristo. Yesu Kristo akaanza huduma yake, lakini alipoweka msingi wa huduma ile na kukamilisha kazi, sasa waliambiwa wakae pale Yerusalemu, wakae katika Israeli. Yesu anaambia kuwa sasa tokeni, sasa msikae tena katika Israeli, tokeni muendeni sasa mataifa. Maana sasa ina maana kwake Yesu Kristo sasa ikawa ni mbegu sasa ya kupandwa katika mataifa, ili sasa mataifa nao wafanyike kuwa ni mbegu iliye njema. Ndio maana nasema hivi, ili ujue kosa la Elimeleki na Naomi na wanao wawili, lazima ujue Torati. Mungu akasema kuwa utakapoingia katika nchi nitakayowapa baba zako, usiwape wanao mabinti zao, wala mabinti zako wasiolewe na wana wao, wasije wageuzwa mioyo. Maona sasa. Lakini pia msiabudu miungu yao. So kinachofanyika ni nini? Habari za njaa haina maana wale wa Israeli, wale wa Bethlehem walikufa. Mbona Naomi alirudi akawakuta wamejaa tele? Ilikuwaje njaa iwakimbize? Lakini kwenye Biblia pale kitabu cha Ruth hatujaona sema ambao wao watu wanamuomba Mungu. So najua kabisa ya kuwa watu hawa walikuwa wanamtumikia Mungu, lakini unapokuwa katika mapenzi ya Mungu lazima kila kitu uanze na Mungu, maana shetani atakuwa anakufuatilia sana. Kinachofanyika, wale kwenda kukaa Moabu wakati hawakutakiwa kutoka, Mungu angewalinda katika taifa lao. Walitoa mianya ya wale watoto wao kwenda kuwapo, lakini pamoja na hivyo ilikuwa ni mpango wa shetani wao kutoka. Ndio maana baada hapo hata mabaya ambayo shetani anataka kufanya, Mungu akayatendea mema, maana kilichokuwa kinapingwa ni nini? Kwenye uzao wa Elimeleki ilitakiwa ije itokee Kristo. Ndio maana sasa kinachofanyika, shetani akajaribu kubreak ile chain. Umeona, akaivunja, akaikata ile muunganiko kutokea kwa Elimeleki. Ndio maana Elimeleki anakwenda anakufa, Kilioni anakufa, Melon anakufa. Sasa hebu nikuulize, kupitia pale kuna nani anayetoka? Hakuna mtoto ambaye angetoka pale. Ilikuwa ni shetani kuharibu mipango ya Mungu. Lakini ashukuriwe Mungu ya kuwa alikuwepo jamaa wa karibu, Boazi. Nawe kuanzia leo jamaa wa karibu awe karibu na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Jamaa wa karibu ni Yesu Kristo awe karibu na wewe, na akutendee mema jinsi Boazi alivyomtendea Naomi na Ruti mema katika jina la Yesu. Amen.
Nani mwingine mwenye swali? Wape watu kipaza sauti waulize maswali. Bwana Yesu asifiwe. Swali langu ninauliza hapo kuhusu watoto wa Elimeleki na Naomi, kwamba wenyewe Elimeleki pamoja na Naomi walipewa majina mazuri ambayo yalikuwa yanaonyesha utukufu wa Mungu, lakini wenyewe hawakuweza kuwapa watoto wao majina ambayo yalikuwa ni mazuri. Waliwapa watoto ambayo majina ambayo yalikuwa yanaashiria mabaya au yasiyowatakia mema. Lakini swali langu linakuja kwamba baada ya kwamba Naomi ameshaondolewa huo uzao, watoto wake, hana mme, hana watoto, na Naomi aliona kabisa kwamba mkono wa Mungu umetoka kwake. Akasema, ndiye alipokuwa akiwaambia wale wakwe zake, akawaambia, mimi siwezi kuzaa tena kwa sababu nimeshakuwa mzee na mkono wa Bwana umeondoka juu yangu. Ndivyo alivyojiona. Lakini inapokuja huku mwishoni, anaona kabisa kwamba Mungu yuko pamoja naye. Anasema kibali, yani ilikuwa inatembea na neno kibali cha Mungu. Hata wakati Ruth anakutana na Boazi, na hata wakati anaenda kuokota mazazo, ndipo alipoona kwamba Mungu, kumbe mkono wa Mungu haukuondoka kwake. Lakini sasa ni kwa nini yeye aliona kwamba mkono wa Mungu umeondoka kwake? Kwa sababu aliona ni mabaya tu ndio yametokea kwake, au kulikuwa na jambo jingine? Bila shaka kwa sababu alikuwa ni mwanadamu. Watakatifu wa Bwana, hata Ibrahimu baba wa nini? Wa imani. Kwa nini aliamua kumsikiliza mke wake na kuchukua mjakazi, wakati Bwana alisema na yeye moja kwa moja ya kuwa bila shaka atakayetoka katika nini? Katika kiuno chako, huyo ndio atakayekuwa ni mrithi wako. Lakini kiuno chake pamoja na nani? Na Sara, sio na mjakazi. Umeona, Ibrahimu naye aliona kabisa, miaka mbona imeshaenda sasa, tangu Mungu alivyoniambia, zimeshapita miaka mingi. So kumbuka ya kuwa sisi tunayo neema ya Mungu, kwa sababu tunayaweza yote katika yeye afanye nini? Apitiaye nguvu. Wale bila shaka hata Roho Mtakatifu alikuwa kai ndani yao, alikuwa anakuja juu yao. Lakini sisi Roho wa Bwana anaketi ndani yetu, na hii inatupa nini? Inatupa uwezesho wa kuweza yote katika yeye afanyao nini? Atutiaye nguvu. Kumbuka ya kuwa yale yaliyotokea, umejua, unaweza tunaposoma mambo, hebu kaa uitafakari. Hata picha kwa unafiwa na mume, alafu hatimaye alipofiwa na mume, labda aliona kwa wale watoto wapate wake ili familia ifanye nini? Iendelee. Lakini na wale wanafariki, hajapata hata mjukuu. Na Israeli hakuna kitu alichokuwa na kijali kama kitu cha urithi, mirathi. Nani angeendeleza ile familia? Alafu wako kwenye nchi ya ugenini. So bila shaka Naomi aliyewaza hayo, na alikuwa katika hali ya kuchanganyikiwa kutokana na mazito hayo yaliyomsibu. Lakini kinachofanyika ni nini? Alikuwa hapingwi Naomi, alikuwa anapingwa Mungu na mipango yake ya ukombozi. Hata wana wa Israeli walipokuwa wanapata matatizo, ilikuwa ni shetani amejua kabisa ya kuwa katika taifa la Israeli ilitakiwa ije itoke habari njema. Maona sasa. So kuna wakati mwingine unapingwa wewe kwa sababu umebeba habari njema ya ufalme wa Mungu. Sema katika jina la Yesu. Kila upinzani inayenipinga kwa sababu ya habari njema ya ufalme wa Mungu niliyebeba, ninaiondoa kwa neno la Mungu, na kuanzia leo nami nipate kibali jinsi Naomi alivyopata kibali, na Ruthi alivyopata kibali, na yule jamaa wa karibu, na ndugu zangu katika Kristo ainuke ili aniwezeshe katika jina la Yesu. Amen. Hebu pigia Bwana makofi makubwa. Pigia Bwana makofi makubwa. Swali lingine tena. Kule nyuma, alafu ndio nije kwenye kihenge hichi.
Ndugu wa karibu katika sura ya 4 ya Ruti, anamwachia Boaz, anamwambia Boaz kwamba yeye hawezi kukomboa ile shamba la Elimeleki na watoto wake. Afanye kwa sababu yeye ataharibu urithi. Kwa nini alisema ataharibu urithi? Ataharibu vipi urithi wake? Yeye kinachofanyika ni nini? Alitaka akikomboa wala asifanye nini? Asimuinulie Elimeleki uzao. Ina maana basi ingebaki kuwa mali yake na familia yake. Lakini kumbuka, kulikuwa na kipengele, ukikinunua shamba lile pale, bila shaka lazima umuoe na nani? Ruti. Maana yake ukimwoa Ruti tayari unamuinulia mtoto. Ukimnulia mtoto, ina maana ulichokinunua lazima iwe kwa ajili ya yule mtoto, ili bakie katika Elimeleki. So alijua, alidhani ya kuwa akichukua basi anasubiria tu ya kuwa Naomi aje afe na Ruti aje afe, alafu mali iwe ni ya kwake na ije iwe ni urithi ya watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Hapa tunaona kwamba anasema kwamba Naomi alisikia kwamba Mungu amewajilia kule Bethlehemu kuna chakula. Hii kusikia kwa sisi wanainjili, tunaruhusiwa kusikia au kuomba? Kusikia ni muhimu. Of course, sisi ni wa kiroho lakini tunakaa kwenye ulimwengu wa kawaida. Amina. Kusikia maana alipata taarifa kilichokuwa kinaendelea kule, si ndio? Ndio maana akaamua kurudi. Lakini ile pia ilikuwa ni mpango wa nini? Mpango wa Mungu ili arudi, maana kule Moabu hapakuwa na Boazi. Angebaki kule wala Ruti angeweza kuolewa na mtu mwingine, je, bado isingekuwa ni faida? Maana ilitakiwa zile sheria za Torati za kumuinulia mtu nyumba iwepo kule kwenye taifa la Israeli, lakini walikuwa kwenye taifa la Moabu. So ile ilikuwa ni mpango wa Mungu ili Naomi arudi kule na Ruti, alafu sasa Mungu afanye njia pasipokuwa na njia. Na ni vizuri sana, lazima usikie ndio uombe. Lazima usikie ndio uombe. Lazima tuone maono, vijana ndio tuombe, si ndio? Amen. Huwezi kuomba tu ya kwa mimi katika jina la Yesu ni muoe dada fulani kwa jina la Yesu. Utamuoaje maono hujapata? Kaone maono kwanza, muombe Mungu akupe maono kwanza, alafu ndio sasa ufanyie kazi nini? Lazima usikie kutoka kwa Bwana. Nani mwingine mwenye swali? Swali. Mimi nataka kuuliza, yani Maloni yule mke wa Ruti alipotoka Moabu, wale watoto wa Elimeleki walifanya makosa kuoa wale wa Moabu, na waliporudi huku Bethlehemu ya Yuda, Boaz akamuoa Ruti, na wakati alikuwa akijua Ruti ni Moabu. Hii imekaaje katika zile sheria za? Bila shaka mtu mwanamke anapoolewa, kabla ya hapo mwanamke aliyetenda mema halikuwa ni Rahabu. Rahabu aliwapokea wale wapelelezi wawili walietumwa na nani? Walietumwa na Yoshua kwenda kupeleleza mji wa nini? Wa Yeriko. Lakini kumbuka, alivyowaficha yeye alikuwa ni kahaba. Lakini kwa taarifa yako, moja kati ya wapelelezi wale walikuwa ni Salmoni. So, alipotenda mema, alipotenda tu mema kwa kusaidia kazi ya Mungu na mapenzi ya Mungu, kilichofuata ni nini? Kilichofuata moja kwa moja, Mungu alimkumbuka, na ndio maana akaingia katika ukoo wa Yesu Kristo. Na kumbuka, kupitia yeye walikuja kutokea hawa wakina Elimeleki. Hawa walikuja kutokea wapi? Walikuja kutokea kule kwa Rahabu. So kinachofanyika, Ruti moja kwa moja, ukiangalia maneno anayesema Boaz ni maneno ya moja kwa moja kuwa huyu alishaingia kwenye agano la Mungu. Ukiona maongezi yake ya Boaz na Ruti katika sura ya 2, utaona moja kwa moja kuwa bila shaka huyu, na katika maneno yale aliyesema ya kuwa Mungu wako awe Mungu wangu, watu wako watakuwa watu wangu, uendako nitaenda, utakakozikwa na mimi nitafanya nini? Ina maana moja kwa moja huyu mtu alishaokoka, si ndio? Kama pangekuwa na wokovu, ina maana ndiye alishaokolewa huyo. So kinachofanyika, alishaingia katika agano la Mungu
na hapakuwa na jambo lolote. Lakini mapenzi ya Mungu tangu mwanzo ilikuwa ni mema hata katika wa mataifa. Ndio maana watakatifu wa Bwana, aliyemsaidia Yesu kubeba msalaba hawakuwa Wayahudi, alikuwa ni wa mataifa, alikuwa ni Mkereni hapo Libya juu hapo, Mwafrika huyo. Tunayo kila sababu ya kubeba Injili. Ndio maana Waafrika tujajitambua kabisa kuwa nafasi yetu kwenye Injili iko wapi. Ndio maana tunapokwenda kule Ulaya tunarukaruka. Kuna mzungu anawahi kunipigia simu akaniambia, you know you Africans, the Lord is using you more than us and you can barely pray well. Can you pray for me? Ni mtu tajiri kweli, ananiambia kwa nyinyi wa Afrika ni watofauti. Mungu anawatumia kupita hata sisi. Nasema hivi, wa Afrika tujajitambua. Lakini hata aliyemuokoa nani? Aliyemuokoa Yeremia kwenye shimo alikuwa ni Mkusi wa Ethiopia. So nafasi yetu iko vizuri sana kwenye Biblia. Lakini ni nani anayetufunulia? Ni nani anayetuonyesha? Ni nani anayetuonyesha njia ili tupate kupita? Hatuwezi kujua Biblia kwenye kusoma mstari moja. Huwezi kujua nafasi yako wewe Mwafrika ama mataifa. Na nani anayetuambia kwa Wayahudi walishaharibu nafasi yao waliyepewa kuwa ni taifa la kimakwani? Wakaiharibu. Na Mungu akatengeneza agano lingine jipya. Lazima tujue ya kuwa sisi sasa hivi ndio taifa la kimakwani. Sema mimi ni taifa la kimakwani. Mimi ni taifa la kimakwani. Nimekuwa taifa. Mimi ambao sikuwa taifa. Umeona? Paulo anasema hivi ya kuwa Mungu kwani ili mfanye nini? Mtangaze fadhili za Bwana. Walikataa. Wakina Jona wanaambiwa Bwana, hebu nenda kahubiri kule ni nani anasema haiwezekani. Mungu ni wa kwetu sisi wa Israeli. Ndio maana nasema hivyo watakatifu wa Bwana. Wa Afrika na wa mataifa, huu ni wakati wao. Ndio maana tuache kuchukua hizi bendera za Israeli tunaweka kwenye magari yetu na kwenye makanisa yetu. Tuambie Waisraeli ukweli. Amen. Walikuwa taifa la kimakwani, sio mataifa la kimakwani sasa hivi. Amen. Ni sisi. Wanatukuzwa Waisraeli mpaka wanajisahau. Na hakuna Mwisraeli atakayehubiri Injili kama Injili Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mkiyafundisha kuyashika yote niliyoagiza. Na hata Mungu acha nikwambie, ni injili ya namna gani kanisa linahubiri pasipo kusema kurudi kwa Yesu mara ya pili, pasipo kuonya watu waache tabia. Mimi sina sababu ya kukuambia wewe sijui ufanye nini. Kama huwezi kuishi maisha matakatifu na ufe tu, utangulie mbele ya haki. Kuna mtu mwingine anataka aishi, lakini why are you living? The reason for you to live is what? So that you can continue doing bad things. Yesu alihubiri injili ya kuwa uishi maisha matakatifu, ukifa utaishi. Lakini alisema ukitenda mabaya ukifa utakwenda motoni. Nani anayeambiwa shirika habari za moto? Wanaambiwa shirika habari za upokee nini? Mimi sina cha kupokea, wewe utakachopokea kutoka kwangu. Mimi sina cha utakachopokea. Mimi nayo neno la Mungu, ipokee, itendee kazi. Neno la Mungu ndio baraka, itafungua njia zako. Nisikie makofi kwa ajili ya Bwana. Jua Biblia, ukishajua Biblia ndio baraka. Amen. Ukitaka tabia bora nenda kwa shetani. Amina. Amen. Ukitaka bideza moja fanyia kazi, go to the devil. Lakini habari za Mungu anasema hivi, akipandacho mtu ndicho atakachofanya nini? Atakachokivuna. Anasema hivi, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mengine yote mtafanywaje?
Mtu mwingine, mchungaji, nimekuja nataka nipone. Wewe, Mungu amekuweka utafute ufalme wa Mungu kwanza. Amesema nanyi mtafahamu huo ukweli, na huo ukweli tawafanyaje? Taweka huru. Si eti nanyi mtawekwa huru alafu ndio mtafahamu ukweli. Nanyi mtafahamu ukweli, na ukweli taweka huru. Mtu aliyepona katika neno, neno linapita kwenye mwili wake wote, linang'oa mabaya yote, linamuumba tena upya, anakuwa kiumbe kipya. Ndio maana nasema hivi, ipo faida kwenye kujifunza neno la Mungu. Lazima ujue kitabu cha Ruti. Ndio maana umeshika mikononi kitabu cha Ruti, lazima uweze kuongelea habari za kitabu cha Ruti, uiweke kwenye maisha yako. Alafu sasa hivi muda sio mrefu nataka watu waombe na kitabu cha Ruti. Hapa tupo kwa ajili ya kucheza, hapa tupo kwa ajili ya maonyesho, hapa tupo kwa ajili ya kucheza, hapa tupo kwa ajili ya kujiandaa kwenda mbinguni. Niona anayesema niko tayari kwenda mbinguni. Haleluya. Umeyasema, alikuwa nadhani mchungaji anasema kwa nani yuko tayari kupokea gari. Ukiwa tunakuzika bila magari hayo wewe. Watakatifu wa Bwana, hebu tuache. Let us not cheat people. Let us not brainwash people. You know, you will get a car. What is a car? Gari ni nini? Ndege ni nini wewe? Train ni nini? Hata kama ulikuwa na vimiliki vyote, ukifa hatukuziki na treni, hatukuziki na gari yako nzuri. Tukijitahidi sana tunakuzika na suti ya 500,000. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukienda sana gereza milioni 10. Nasema hivyo, takatifu wa Bwana, hebu tumuelekee Bwana. Huu ni wakati wa neno la Mungu. Na kama huwezi kujifunza neno la Mungu, basi umepitwa na wakati. Swali lingine tena kwenye kitabu cha Ruti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tume hapa akasema, na vipimo hivi 6 vya shairi amenipa, maana akaniambia usiende kwa mkweo mikono mitupu. Mimi hapa nilikuwa nauliza hivi, mchungaji, kwa maisha sasa hivi tunavyoishi, ni vyema binti yako kama ana mchumba, ni vyema kupokea zawadi kutoka kwa mchumba wake? Kwani Boazi alikuwa ni mchumba wake Ruti? Kwani Boazi hivyo? Hapana. Mwisho wake akaja kumuoa? Hapana. Sasa alikuwa ni nani yake? Yeye Boazi mpaka wakati huo alikuwa anamuita Ruti Ndio maana mpaka wakati huo Boazi hakuwa na unataka kumoa Ruti, maana palikuwa na jamaa wa nini? Angekuwaje mchumba wake wakati jamaa wa karibu baada hata alikuwa hajamuona, na alijua kabisa jamaa wa kwanza anapewa nafasi ya kwanza. Mchumba anayeanza kumpa mwanao vitu akuletee, huyo sio muoaji. Huyo ni mharibifu tu. Ukikubali kupokea vitu kutoka kwa mchumba sijua mwanao, tayari umekwenda na maji. Mtoto huyo maisha yake yataribika. Nasema hivi, mchumba kineno la Mungu ni pale anapoenda katika taratibu ya kanisa na ameshajitambulisha, ameshalipa mahari. Kwanza hatakiwi hata kukaa karibu na mwanao, ili wakae pamoja hapa kanisani, wanakaa hapo, wanaongea, wanaonekana pale. Lakini huu uchumba watena anakwenda kule usiku kama Ruta alivyoenda, kuna nini hapo? Kuna nini hapo? Haleluya. So uchumba lazima uwe katika utakatifu, na mchumba uende kumtembelea uchumba. Na uchumba yenyewe tusi delay sijui mchumba mpaka mwaka. Hii ni kuleta visawishi. Ikiwezekana watu wameshapatana mwezi 1, 2, 3, biashara isha, au sio watakatifu wa Bwana? Amen. Kuna makanisa uchumba upo mpaka miaka 10. Wengine naomba hapa, mchungaji niombe maana mchumba wangu tumekaa miaka 10. Tulishana nini mbele ya madhabahu? Wewe. Huo uchumba mchezo. Uchumba wa Yahudi ndio waliyekuwa na uchumba iliyechukua muda mrefu. Ilikuwa ni mwaka ngapi? 1. Ambayo ilikuwa inasubiriwa. Hata nani? Hata Yusufu na Mariamu ilikuwa hivyo. Ingawa Mariamu alipopata ujauzito kupitia uweza wa Roho Mtakatifu, bila shaka Roho Mtakatifu alimwambia Yusufu kupitia malaika Gabrieli ya kuwa asihofu kuchukua nini?
mke wake. So alimchukua kabla ya kila kitu ili amwekee, amkingie kifua. Umeona sasa? Vinginevyo wangempiga kwa mawe, maana bila shaka huo ulikuwa ni uthibitisho ya kuwa amefanya nini? Amefanya uzinifu. Swali lingine, Costa. Asante. Chipeta swali. Asante. Sura 4 mstari wa 7. Basi hii ilikuwa ni desturi ya zamani za kale katika Israeli, kwa habari ya kukomboa na kubadiliana, ili kuyahakikisha yote, mtu huvua kiatu chake na kumpa mwenziwe. Ndivyo walivyohakikisha neno katika Israeli. Na hapa katika mistari ya kukoleza naona ndio jibu lake, lakini sasa ndio swali nataka hapa. Katika makubaliano, mmoja alivua kiatu na kumpa mwingine, kuashiria makubaliano yamefikiwa. Kwa sasa kuna kuandikishiana mkataba na kuwekeana kidole ama kuweka saini ya mtu. Sasa yaonekana watu wa zamani za kale wenzetu walikuwa wameendelea, walikuwa na viatu karibu wote, lakini ilifikia hatua ya mmoja kumpa mtu mwingine kiatu chake ili kuweka uhakiki. Je, kama hao wengine hawakuwa na viatu, walikuwa wanatoa nini ili kuhakikishiana katika haya au kuwekeana sahihi? Bwana Yesu asifiwe. Viatu umejua, wacha nikwambie Chipeta, watu wa kale walikuwa hapana usafiri wa magari. Mara nyingi walikuwa wanatembea, hata kwa ajili ya usalama walikuwa na viatu, maana hata kutembea maeneo kuna miba, viatu walikuwa navyo. Kumbuka ya kuwa mtu aliyekuwa na uwezo wa kwenda kupatana na mtu asingekosa kiatu. Sio tu kwa habari hiyo hapo ya kumwachia Boazi, lakini hata watu walipopatana kwenye habari za shamba, ilibidi mtu atoe, ili maana hiyo ndio kukupa haki. Nimeweka kidole bwana, sasa na wewe ndio unamiliki shamba. Umeona sasa? So na maana alikuwa anakupa kiatu hichi, ilikuwa inajulikana ni ya kwake, lakini alikuwa akupi viatu vyote viwili. Anakupa kimoja na baki na hiyo ni hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Swali lingine. Wengine mbona muulizi swali? Wale tu. Michael. Bwana sasa sipe kanisa. Hapa tunamuona Naomi baada ya kufiwa na mumewe na watoto wake wawili ambao ni Mahloni na Kilioni. Na yeye pia aliumia sana, yaani kubarikia tu ya kuwaasa hawakweze kwamba ni bora wangemwacha yeye aondoke peke yake ili warudi kwao, kwa sababu aliona bado ni mabinti wadogo, kwa sababu wanaweza tena. Ila sababu mara ya kwanza aliwaambia, je, hata kama sasa hivi Mungu akinipa uzao na nikazao watoto wengine wa kiume, je, ningesubiri mpaka watakuwa wakubwa ili waweze kuwaoa? Pili, tukaona kwamba wao hawakubali, walilia sana, ila Naomi yeye hakusita pia kuwasihi. Mara ya pili akamwambia, naomba mrejee kwenu. Lakini tunaona Opla na ni Opa mkewe Kilioni, yeye alimbusu mkwewe na akaamua kurudi kwao. Ila Ruthi mkewe Mahloni yeye alikataa. Akamsihi mkwewe, akasema kwamba wewe uendako nitaenda na wewe na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Sasa je, swali langu nakuja hapo kwamba je, ni siri gani ambayo Ruthi ilikuwa ndani yake, ama ni malaika alikuwa anamuongoza, ama ni siri gani ambayo aliona akaamua kung'ania kwa mkwewe? Hebu nikuulize, kwani ndoa ina maana ukiolewa mume wako akifa ndio sasa wachana na ndugu za mume wako uondoke? Bila shaka kilichotakiwa kimsingi, Naomi alikuwa anawaonea wale huruma,
na alikuwa anajua ya kuwa bado ni nini, ni wadogo. Lakini pia huwezi ukamjua Naomi. Yawezekana Naomi alikuwa anataka aende kule peke yake, maana ilikuwa pia kosa kuoa wa mataifa nini. So huwezi ukajua kama Naomi alikuwa pia anahofia hiyo, lakini aliwaambia warudi kwa sababu bado ni wadogo. Lakini kumbuka, Ruti alikuwa na kitu kinachoitwa upendo. Kilichomjaa Ruti ilikuwa ni upendo, na huo upendo ndio iliyemfanya moja kwa moja asimuache Naomi. Maana kumbuka, alikuwa kwake zaidi ya watoto 7. Maana sio tu huyu Ruti alianza kumsaidia Naomi huku Bethlehem, lakini hata akiwa wapi, hata akila kule Moabu. So upendo ndio iliyempeleka aamue kuingia katika agano na kung'ang'ania kuondoka na Naomi. Nani mwingine mwenye swali? Wengine hamna swali? Ibidi swali langu narudi pale kwa Kista aliweza kuhusu uchumba wa Boaz na Ruth. Hapa ukisoma hapa baada ya kuwa amerudi nyumbani, Boaz akauliza yule msichana ni nani? Ndio akamweleza kwamba msichana ni ng'ombe anakuja kuomba avune pale. Alafu Boaz anamwambiaje? Akamwambia, Ruth mwanangu, sikiliza. Usiende kuokota masazo kokote shamba lingine. Usiondoke hapa, lakini ukae hapa karibu na wasichana wangu. Na kwa na vulana, unaona anaweka protection tayari. Kuna vulana anaweza anamwambia kae na wasichana. Sasa macho yako elekee konde wanaovuna fuatane nao. Sasa mimi naona hapa tayari kwanza alikuwa wazungu wanasema ame seed interest. Alikuwa amesha seed interest kabisa, naona. Kwa sababu gani? Boaz yeye alijua kabisa kuwa kwa sababu yule kwanza alikuwa ni mgeni pale katika Bethlehem ya Yuda ama Efrata. Alijua kabisa alichotaka ni asipate kusumbuliwa. Umeona sasa? Kumbuka bado alikuwa ni binti, lakini angeweza kusumbuliwa na vijana. Umeona sasa? Ule ulikuwa ni ulinzi. Maana mimi sidhani kama kwenye mawazo yake ingeshatokea hayo. Ingekuwaje pale usiku ambao ni kwenye sura ya 3 anamwambia kuwa bado kuna jamaa wa karibu. Umeona sasa? Ina maana Boaz alikuwa anajua kabisa kuwa kama jambo hilo lipo, lakini palikuwa na ndugu wa karibu ambao yeye ndiye alileta hiyo proposal. So mimi nahisi ya kuwa alikuwa ni mcha Mungu, lakini of course inaonekana, lakini haikuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nani mwingine mwenye swali? Mimi na swali mchungaji, lakini swali haliko kwenye hichi kitabu. Jana nimeuliza swali, nikaambiweje? Ukaambiwa na nani? Hapo nilikuwa napita. Kaniambia unaenda wapi? Nikasema naenda kanisani, lakini leo hakuna ibada. Mbona kila siku naenda kwenye ibada? Nikamwambia tunajifunza neno la Mungu sura kwa sura. Akasemaje? Hebu kwanza nikuulize swali. Kwani Biblia ina kurasa ngapi? Nikasema kuna Biblia 2 yenye vitabu, kuna Biblia yenye vitabu 74 kati ya 72 au 74. Na kwetu na vitabu 66. Ila sijajua ina kurasa ngapi. Akasema, unijibu hilo swali. Akasema, tatizo wenyewe mnakuaga wabishi. Isubiri utaniuliza siku nyingine. Nikaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Biblia haina kurasa maalum kwa sababu kuna Biblia ambayo ni ndogo. Umeona sasa? Na maandishi yake ni madogo. Kuna Biblia ambayo ni ndogo lakini maandishi yake ni makubwa. Kuna Biblia ambayo ni kubwa lakini maandishi yake ni makubwa. So watakatifu wa Bwana, kuna maswali mengine yanakuwa ni irrelevant. Mtu kama huyo, umeona sasa, mtu kama huyo analeta kitu kinachoitwa ubishi. Hiyo ilikuwa ni kutaka kukukomoa. Umeona sasa? Msabato. Mimi msabato mlete kwangu, mimi nitakula naye sani moja. Huyo msabato wewe mlete kwangu, maana mimi wasabato hao nawajua. Watakatifu wa Bwana, acha nikwambie. Wasabato wamekuwa wakifanya nini? Wakiconfuse watu na maswali ya kutaka kukejeli nao watu. Mimi ningemjibu ya kuwa bibi, kama ninapokujibu ya kuwa Biblia. Umeona Biblia hii na hizi na hii hapa. Hebu angalia. Hizi zote ni Biblia. Hizi ni Biblia. Hizi ni Biblia. Hebu na hii hapa ni Biblia. Hii hapa ni Biblia.
Nani mwingine mwenye Biblia kubwa kubwa kidogo? Mwana, hizi zote ziko tofauti. So huwezi kusema kwa kurasa ziliyopo hapa ndio ziliyopo hapa na hapa. So kinachofanyika ni nini? Nasema ya kwa watakatifu wa Bwana, lazima uwe makini na mtu anayetaka kukuvuruga. Anaposema kuwa kila siku, hebu Yesu alifundisha kila siku, akufundisha kila siku. Kama alifundisha kila siku, of course sio kila mtu anakuja kanisani agizo kuu kila siku. Amina. Unaweza kufuatilia nyumbani, unaweza usije, lakini neno la Mungu linafundishwa. Anayepata nafasi ya kwenda agizo kuu anajifunza neno. Lakini kujifunza neno kila siku, kwani neno la Mungu ni nini? Si chakula. Kwani hatuli chakula kila siku? So huyo alikuwa ni kaka dada. Kama ni mkaka basi hebu pigia Bwana makofi makubwa. Kama ni mkaka pigia Bwana makofi makubwa. Haleluya. Amina. Swali lingine, kama ni mkaka, haleluya. Swali lingine. Bwana asifiwe. Swali langu natoka kwenye Naomi hapa Luka 2 mstari wa 19 mstari wa 20. Akamwambia usiniite Naomi, niite Mara, kwa sababu Mwenyezi Mungu amenitenda mambo machungu sana. Mimi nalitoka hali nimejaa, naye Bwana amerudisha sina kitu. Kwani kuniita Naomi ikiwa Bwana amenishuhudia juu yangu na Mwenyezi Mungu amenitesa? Basi Naomi akarudi hapo. Ndio hapo. Kwa nini alisema hivyo? Ni kwa sababu aliondoka akiwa na mumewe na watoto wake wawili. Na ni kweli alistahili kuitwa jina la Naomi. Naomi maana yake ni furaha ama kicheko. Sasa kumbuka, Naomi aliporudi hakurudi akiwa katika furaha tena, maana alikuwa amepoteza mumewe na wanae wale wawili. So aliamua aitwe nini? Aitwe uchungu, maana alikuwa katika hali ya uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana alikuja kubadilisha uchungu wake na ikawa ni furaha. Ukiona sura ya 4 inapokwisha, ona kabisa Naomi akiitwa mbarikiwa na wale wa mama wa Bethlehem Efrata wakizidi kummimina baraka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na ni mwingine mwenye swali, alafu nifikie mwisho. Muda umekuwa mdogo, tungeomba na kitabu cha Ruti. Naona kwamba Naomi alikuwa ni mama mcha Mungu, anayependa Mungu. Ndio maana hata Rutu aliweza kuwa pamoja. Lakini vipi? Ni swali langu ni kwamba vipi kuhusu wamama ambao hawampendi Mungu kwa maana ni wachawi? Na imeandikwa kuna ushirika kati ya giza na nuru. Na kuaje hapa? Swali lako sijaipata vizuri. Umesema ikoje kwa mama? Yaani tunaona kwamba Ruti, yaani huyu mama mkwe Naomi alikuwa ni mama ambaye anampendeza Mungu. Sasa vipi kuhusu hao mama ambao ni wachawi? Unakuta binti umeokoka, unampenda sana, lakini yeye unapozidi kuwa naye karibu ndivyo unazidi kukutesa. Inakuaje hapo? Kama binti ameokoka wala hawezi kuteswa na mama mkwe mchawi. Yeye ndiye anaweza kumtesa mama mkwe mchawi. Ukikaa vizuri kwenye neno la Mungu, mchawi, mimi hebu pata picha. Mimi ndio kabinti nimeolewa mahali. Ndio nimeolewa mahali. Mama mkwe anaweza kahama mji kwanza kama ni mchawi. Kama anaweza akaenda akatafuta kuolewa sehemu nyingine, akatuachia mji wetu, si ndio? So, mimi sidhani kama huyu mwanamke mchawi anatesa binti ambaye ameolewa ambaye bubujika amejaa Roho Mtakatifu. Bila shaka wenye haki wa Bwana watakimbia wasio kwa wake. Ndio maana kinachofanyika nini? Kinachofanyika watu hawajawekwa vizuri, ndio maana unaona wachawi wanapiga sarakasi. Watakatifu wa Bwana, mimi mchawi nikutana naye nafanya naye rafiki. Nani amewahi kusikia nikiomba na mcheka mchawi na mua mchawi? I don't pray against witches. No, or wizards. I am praying well about them. That is what is commanded in the gospel. We are not commanded to pray against them.
Why should you pray against them? Then you are using the devil's weapons to fight the devil. You can't defeat the devil. Huwezi kumshinda shetani ukitumia silaha zake kupigana naye. Maana mchawi ama mganga anasema anakulani. Nakulani ufe. Anawe pia nakulani kwa jina la Yesu. So, yeye akikulani na kupata, maana wewe inakupataje? Maana alipaye mabaya kwa mabaya, mabaya hayaondoki nyumbani mwake. Ndio maana Yesu alisema hivi, wapendeni maadui zenu na kuombea mema wanayofanya nini? Ndio maana mimi nikiomba napata matokeo mazuri 100% kwa sababu nakaa katika mapenzi ya Mungu. Na mchawi kwa sasa hivi hata sehemu naye kaa mabani wachawi wenyewe hawezi. Siku tutakapojitambua wa Kristo, watu waliookoka, tunaweza tukaleta amani duniani. Kila Mkristo asema tu kwa Bwana katika jina la Yesu, eneo nitakaye kuepo hakuna mchawi atakayetoka kwenye mwili wake kwenda kuanga. Uchawi hujaisha duniani. Lakini mchungaji anakuambia usiende kupanga huko, usiende kukaa huko maana kuna wachawi wengi. Yeye mwenyewe anaogopa wachawi. Wenye haki ya Bwana wawe majasiri kama nini? Wasiokuwa haki wafanye nini? So, ukiwa ni binti, mimi naomba uolewe kule ambapo mama mkwe ni mchawi, ili injili yetu tuipime kwako kwa jina la Yesu. Amen. Hakuna mabinti hawajasema amen. Kama binti hujaolewa, mimi ningependa kwanza uolewe sema ambao mama mkwe ni mchawi. Hivi sasa injili yako ipeleke pale kwa yule mchawi. Nimekufundisha vizuri sana. Upende mama mkwe mchawi na hatimaye ufanye mama mkwe amrudie Kristo. Amina. Amen. Maswali ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji, mimi nauliza, huyu mama alimwambia yule binti Rutu aende akalale miguuni, ajipake manukato, akalale miguuni kwa Boazi. Hasa nauliza, huyu mama alikuwa sahihi baada ya kumwambia afanye maombi Mungu amfunulie mume, yeye anamfundisha tabia mbaya? Naomba wewe nijuaje kama tabia mbaya? Grace. Kinachofanyika ni hivi. Nisikilize watakatifu wa Bwana. Hebu nisikilize vizuri Grace. Kinachofanyika ni nini? Hakuna sehemu ambayo Ruti angeweza kwenda kumfikishia Boaz nini? Ujumbe. Lakini kumbuka, Boaz mwenyewe alikuwa ni mcha Bwana. Naomi alijua kabisa ya kuwa ujumbe utakapofika, kumbuka ya kuwa biashara nini? So kwanza bila shaka aliambiwe apige nini? Apige pamba nyepesi. Amina. Na aji-edit. Aji-edit kwanza kabla hajashuka kule chini. So akaji-edit. Baada ya kuji-edit akaenda kaambiwa kwa ukienda huko mtu asikuone, lakini angalia tutakapokwenda kulala, alafu ulale chini ya mguu wake ufunue nini? Shuka. Na bila shaka kinachofanyika ni nini? Angalia maongezi yale. Maongezi yale yanaonyesha kuwa ulikuwa ni kufikisha ujumbe. Ndio maana akamwambia kuwa nifanye nini? Unifunike. Umeona sasa? Maana yake ilikuwa ni unifanye nini? Uniinulie uzao. Umeona sasa, ile ilikuwa ni ombi. So ile ilikuwa ni njia ya kuifikisha. Na sema ambao wangeongea wazi kabisa ni kama pale. Umeona pale wameongea, alafu Boaz naye akamwambia kuwa lakini kuna jamaa wa karibu, lakini hebu kwanza lala mpaka nini? Mpaka asubuhi. So palikuwa na heshima. Heshima ilikuwepo kwa kipindi hicho. Amina. Heshima ilikuwepo. Watakatifu wa Bwana, kisingizio sio eti mnatembea wawili eti ni mbaya. Amina. Maamuzi ni ya mtu kutoka ndani. Mimi nadhani haikuwa tabia mbaya, ilikuwa tabia nzuri, maana kupitia pale imekuja kutokea Kristo. Hebu tupigie Bwana makofi makubwa. Ametokea Kristo, kutokea Kristo. Ukisoma kwenye Mathayo sura ya 1 mstari wa 5 unaona kabisa kuwa Ruti ametajwa pale kama moja kati ya nani?
kati ya uzao wa Yesu Kristo. So mimi sidhani kama Naomi alikuwa na nia mbaya, lakini Naomi alijua misingi ya Torati na alimuongoza Moabu yule katika misingi ya Torati. Nipokee maswali mawili ya mwisho. Last two questions before we come to the end of the first session. Yes, Amina. Naomi alijuaje kuwa Boazi siku ile ataenda kulala kwa au walikuwa wameshapanga na Naomi na Boazi? Wala siku ya kuandaa mavuno palikuwa na sherehe ya nini? Sherehe ya mavuno. Ndio maana kinachofanyika ni nini? Wakati wa mavuno palikuwa na siku ya sherehe ambayo sherehe ilitangazwa. Umeona sasa? So kinachofanyika, sherehe hiyo ilifanyika katika uga ama ugani. Umeona sasa? So ile ni taarifa iliyojulikana ya kuwa Boazi aliwakaribisha watu pale ugani katika ile sherehe ya mavuno. Ndio maana niliandika kwenye kitabu hicho kwenye pamphlet hiyo ya kuwa kitabu cha Ruti ilisomwa ilikuja kuanza kusomwa katika wakati wa sherehe ya mavuno, ambao sherehe ya mavuno kwetu sisi sasa hivi inakuwa ni siku ya Pentecost. Maana Pentecost maana yake ni 50, ambayo ilikuwa ni siku ya 50 baada ya Pasaka, ambayo ilikuwa ni siku ya sikukuu ya mavuno. Bwana Yesu asifiwe. Lakini umeona sikukuu ya mavuno ambayo ilikuwa ni 50 ilikuwa ni kivuli cha 50 wa Agano Jipya, ambayo ni Pentecost, ambayo siku ya Pentecost Roho Mtakatifu aliwashukia wanafunzi wa Yesu waliyekuwa juu ya ghorofa. Walikuwa ni watu ngapi? 120. Na kumbuka ya kuwa pale Petro akainuka akafundisha na kuomba, na watu 1000 ngapi? 3,000 wakatoa maisha yao kwa Yesu. Ina maana mavuno ilianzia pale ya kiroho. Naona sasa ya kuwa tuna Agano la Kale lakini tunaiunganisha na Agano Jipya. Ndio maana kuna wakati mwingine wewe unaomba na Agano la Kale lakini hujui kama ni Agano la Kale, hujui kama ni kivuli, lakini agizo kutamshukuru Mungu bana. Tunajua tofauti kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Unapoomba unaweza kuomba vizuri ukijua tofauti ya Agano la Kale na Agano Jipya. Amina. Bila shaka kumwoa Ruti haina maana Boazi hakuwa na familia. Boazi alikuwa na familia, kwa sababu Boazi mwenyewe alikuwa anamhitaji Ruti, alikuwa anamuita mwanangu. Ina maana Boazi ni mtu ambaye alikuwa ni mtu mzima kabisa. Umeona sasa? Alikuwa ni mtu mzima kabisa, na ile ilikuwa ni kuinulia Elimeleki uzao. Kumbuka hiyo iliruhusiwa hata kwa mtu aliyefanya nini? Aliyeoa. So alikuwa na familia yake. Maswali hayo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naona swali langu lazima niliulize tu, hata kama tunaangalia kitabu cha hata kama tunauliza kuhusu kitabu cha Rutu. Mimi swali langu nilikuwa nauliza kuhusu lango la mashariki. Hilo lango la mashariki imeandikwa kwamba Yesu atakuja kwa kupitia lango la mashariki. Lakini sasa hili lango la mashariki, yani sina ufafanuzi zaidi kuelewa lango la mashariki ni lipi, na je mpaka sasa hivi hilo lango lipo, na Yesu atakapokuja hilo atapitia pale. Yani ndio swali langu nalotaka kujua, hilo lango la mashariki. Tupigie Bwana makofi makubwa. Lango la mashariki. Watakatifu wa Bwana, unaposema lango la mashariki, unasema mji mtakatifu ama mji wa Bwana ama mji wa Daudi. So mji huu ulikuwa ni mji wa Yerusalemu. Yerusalemu
ilikuwa imejengwa katika mfumo wa pembe 4. So ilikuwa na ukuta upande wa mashariki, ukuta upande wa magharibi, ukuta upande wa kaskazini na ukuta upande wa kusini. Sasa unaposema habari za Yesu kuingia Yerusalemu, Yerusalemu ina maana ilikuwa na milango mingi. Palikuwa na mlango upande wa mashariki, palikuwa na mlango upande wa magharibi, upande wa kaskazini na kusini. Lakini sasa, kwa nini akuingilia lango la kusini ama kaskazini ama magharibi? Nisikilize vizuri. Tunarudi kwenye jangwani kule, wana wa Israeli wakiwa wanatoka Misri wanakwenda Kanaani. Walikuwa wamepewa jinsi walivyotakiwa kukaa katika kambi yao. Kambi yao ilizunguka hema ya makutano. Hema ya makutano ilikuwa ni maskani ya Bwana, na maana ilikuwa katikati ya kambi ya Waisraeli walioweka wakiwa njiani wakielekea Kanaani. Ina maana ikawa anaitwa Bwana aketie katikati ya watu wake. Sasa ile hema ya makutano ilikuwa na pande 4 ama pembe 4, jinsi ile mji wa Yerusalemu ilivyokuwa na pande 4. Lakini katika hema ya makutano ilikuwa na mlango mmoja tu, ambao mlango huo ulikuwa upande wa mashariki. Na upande wa mashariki ilikuwa ni upande aliyekuwa anaketi nani? Anaketi Musa na watoto wake na Haruni na watoto wake, kwa waliyekuwa karibu. Maana pale kama hii ndio iliyekuwa ni hema ya makutano pembe 4. Ina maana upande wa mashariki huku palikuwa na mlango mmoja, na huu mlango mmoja ili kuingiza ndani, alafu ukafika kwenye ua la nje, alafu ukaenda ukaingia kwenye ile maskani iliyekuwa ni ina mahali patakatifu na mahali patakatifu. So upande wa mashariki karibu na hema ya makutano ilikuwa ni Haruni na Musa na familia yao. Lakini ukienda upande wa magharibi iliyekuwa karibu ilikuwa nani? Saganda ilikuwa ni wa nani? Wa Gerson. Alafu upande wa kusini walikuwa ni wa Kohathi, upande wa kaskazini walikuwa ni wa Merari. Sasa kumbuka ya kuwa katika makabila yale yalikuwepo makabila 12, la 13 ndio walikuwa karibu na nini? Walikuwa karibu na maskani, maana wao walitumika katika maskani ambao ni uzao wa Lawi. Sasa makabila 3 yaligawa yakakaa upande wa mashariki, makabila 3 upande wa magharibi, makabila 3 upande wa kaskazini, makabila 3 upande wa kusini. Sasa watakatifu wa Bwana, katika mashariki ilikuwa ndiyo lango la kuingilia katika hema ya makutano. Na hapo katika mashariki mlango huo Yesu akasemaje? Akasema mimi ndiye nini? Mlango. Yeye ndio mlango, hakuna anayeenda kwa baba yake pasipo kupitia kwake. So ule mlango ulikuwa unamwakilisha nani? Unamwakilisha Yesu, maana ulikuwa ukiingia katika lile lango hatimaye unaenda unafikia mahali patakatifu patakatifu. Sasa kinachofanyika ni nini? Bila shaka ile ilikuwa ni kivuli cha nini? Cha Yesu kuja kutumia lango la mashariki. Ndio maana Yesu alipoingia katika ile sikukuu ya nini? Ya matawi, katika ile wiki ya nini? Wiki ya mateso, Yesu aliingia katika lango la mashariki, ikiwa ni picha ya Yesu kuja kuingia katika lango la mashariki wakati ule
baada ya vita vya Armageddon na baada ya kushinda pinga Kristo na jeshi lake, hapo ndipo Kristo ataingia na Yakobo pamoja na watakatifu atakayekuwa pamoja naye katika lango la mashariki. Lakini kumbuka, katika lango la mashariki, katika mashariki, katika hema ya makutano ilikuwa ni marago ya nani? Iliitwa marago ya nani? Yuda. Iliitwa marago ya Yuda. Na palikuwepo nani na nani pale? Makabila mengine mawili. Umeona sasa? So ndio maana nasema hivi, lazima unapotaka kujua Biblia lazima ujue kuanzia kule nyuma. So kinachofanyika, unapoona hata sasa hivi jua huwa inatoka wapi? Huwa inatoka wapi? Lango la kuingia kule lilikuwa mashariki. Yesu aliingia katika mashariki. Bwana Yesu asifiwe. So kinachofanyika ilikuwa kuanzia kule hema ya makutano, lakini hata Yesu atakapokuja baada ya vile vita ataingia katika mji ule, na inasadikika ya kuwa lango la mashariki Yerusalemu mpaka sasa hivi imefungwa, ingawa Yerusalemu iko chini ya utawala wa Palestina, lakini inasadikika mpaka sasa hivi lango lile limekataa kufunguliwa. Mpaka sasa hivi imekataa kufunguliwa. Mji wa Yerusalemu ipo chini ya Palestina, lakini kumbuka ya kuwa lango la mashariki haijafunguliwa mpaka leo. Kwa nini? Pigia Bwana makofi makubwa. Taarifa tunazo, si ndio? Taarifa tunazo. Lango hili halijafunguliwa. Fanyia utafiti. Basi nipate swali la mwisho. Last question, last but not least. Swali langu ni kuhusu, wengine naona wanapiga moyo konde hapo. Angalau fikie mwisho wanauliza swali. Kuhusu Boazi na Ruth. Je, walizaa watoto wengine walimzaa Obedi peke yake? Biblia chochote kuhusu? Biblia haijasema jambo kama walikuwa watoto wengine, lakini bila shaka Boazi alizaa mtoto mmoja na Ruthi ambayo ni Obedi. Basi nafikia mwisho, lakini hebu nimchokoze mtu. Nataka uanze kufanya mazoezi na kitabu hicho, maombi na kitabu cha Ruthi. Maombi ya kwenda kula, maombi ya kwenda kulala, maombi ya kuamka asubuhi, maombi, kila maombi nataka wiki fanya na kitabu cha Ruthi, maana Jumapili ijayo kipindi cha maswali tutakuwa katika jinsi ya kuomba na kitabu cha Ruthi. Sio tu kujua kitabu cha Ruthi, lakini uwezi kuomba nayo pasipo kuijua, kuweza kukumbuka na kuongea. So fanya mazoezi Jumapili ijayo. Hebu nione anayesema mchungaji nataka niombe na kitabu cha Ruthi, maombi ya kwenda kula. Nataka kuomba maombi ya kwenda kula na kitabu cha Ruthi, nisikie. Wape kipaza sauti waombe nikiwa nafikia mwisho. Omba wewe uliyeshika kipaza sauti. Mpe mtu arekodi alafu uombe basi. Mpe mtu arekodi alafu ombe. Unampa mtu mwingine. Ombe wewe. Omba maombi ya kwenda kula na kitabu cha Ruthi. Yesu asifiwe. Nataka mtu mwingine aombe. Omba alafu uone kinachotakiwa, alafu baadaye utafanyia mazoezi. Maombi ya kwenda kula na kitabu cha Ruthi. Bora utengeneza koo, rafiki yangu. Mbona wakati wa kuongea utengenezaji koo? Toba. Anasema asije akadondoka chini akae. Kumbe maombi ni mazito mpaka mtu ana omba basi na kitabu cha Ruthi. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunashukuru kwa maana kwa ajili ya riziki hii mbele yetu, mfalme wa amani, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, kwa jina la Elimeleki, wote watakao shiriki chakula hiki Bwana wakawe Elimeleki katika maisha yao, katika jina la Yesu, amen. Umesikia alipoomba
Lakini sasa mtu ambaye hajui Elimeleki maana yake nini, bila shaka ana float. Umeona Elimeleki maana yake Bwana nani? Bwana ni Mungu wako. Elimeleki awe katika maisha yao, maana Bwana awe ni Mungu mfalme wao. So umeona iko vizuri. Kristo unasemaje? Kama unajaribu acha. Hapa sio sehemu ya kujaribu. Kama unaomba omba. Kama unajaribu usijaribu hapa. Ombe. Labda jinsi dhambi ilivyowatenganisha wana wa Israeli na Mungu, hivyo tunapoenda kuomba chakula hiki kaweze kutenganishwa na mabaya yote katika jina la Yesu. Mbona naomba na moyo wako na pigo yanabadilika kana kwamba unataka kukimbia. Saganda omba alafu tuishie hapo. Tayari nataka ufanye mazoezi katika hicho, alafu wiki ijayo next Sunday kama Mungu ametupa nafasi, basi tutafanya mazoezi ya maombi na kitabu cha Ruth. Hatupo hapa kwa ajili ya kucheza. Na wewe ambao huna pamphlet ya kitabu cha Ruth, jitahidi leo uwe nayo, maana vinginevyo jitahidi uchukue kwa mtu usome, maana hatutaki hata mtu mmoja baki nyuma. Amina. Omba. Ahimidiwe Bwana Mungu mweza yote. Naomi akasema na wamama wa Efrata akawaambia, msiniite Naomi, niiteni Mara, maana Bwana amenifanya uchungu. Baba, wote tutakaposhiriki chakula hiki, ukaondoe machungu katika mioyo yetu na maisha yetu. Na Baba, kama jinsi ulivyoondoa machungu katika nyumba ya Naomi kwa kumpatia uzao Obedi, naye akawa ni bora kuliko watoto 7, katika jina la Yesu naomba na kuamini. Vizuri, tumeona jinsi walivyoomba hao wachache. Basi tunafikia mwisho. Hebu makofi makubwa kwa ajili ya Bwana. Makofi makubwa kwa ajili ya Bwana. Na hayo uliyasikia, ukikaa chini andike. Pamphlet unaweza ukaichafua, ni ya kwako. Unaweza ukaongezea hata mengine ambayo uliyapata ambayo ni mapya. Unaweza ukaongezea, na ni vizuri sana. Ukichafua, hata ukichafua vizuri mimi nitakupa nyingine. Kama utaichafua vizuri kwa maneno ya Mungu mazuri umeandika vizuri, mimi nitakupa, unaniletea nakupa nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Basi nasema hivi, kabla nani, hebu nione wale ambao waliochukua vitabu ambao tuliochukua vitabu, wale ambao hatuna vitabu nione. Wale ambao wana vitabu. Na kabla hajaanza